kanisa. Na vitu ambavyo vilileta shida sana wakati ule ilikuwa fundisho kuhusu Yesu. Walikuja watu walichafua sana habari zinazomhusu Yesu. Na kuna mtu mmoja anaitwa Celestius alikuja aliharibu habari hizo kabisa. Alisema Yesu yeye ilikuwa ni kama roho tu ilikuja alafu baadaye ikaondoka. Na roho hiyo ilikuja wakati Yesu anabatizwa. Wanasema Yesu alikuwa pale kwenye maji kama mwili. Baadaye Yesu yeye alikuja juu yake kama ua, akaja akakaa akaingia ndani ya Yesu. Alafu sauti ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa anayependezwa naye, msikieni yeye. Kwa ilipofika wakati Yesu akatoka ndani ya mwili akaondoka zake. Kwa hiyo aliharibu hilo fundisho na ilifika kipindi likakubaliwa kabisa hilo fundisho kwa sehemu kubwa. Kwa hiyo watu wakakosa msaada, tutapateje kupata fundisho hili linaweza kutusaidia? Ndipo wakagundua kwamba yuko mtu mmoja ambaye ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu, yuko bado. Yohana wakati huo ni mzee kikongwe kabisa. Wakabidi wamfuate Wayahudi kwenda kumuuliza kwamba unatuambiaje juu ya habari hii? Mbona tunaambiwa kwamba Yesu ni kama roho fulani tu ilikuja ikaondoka? Kwa hiyo yeye akiwa ni mzee sasa wakati ule inabidi atoe majibu ya hilo tatizo kuliweka sawa. Na majibu ya hilo tatizo anachukua peni anaandika Injili ya Yohana. Ndio maana Injili ya Yohana unapoisoma ni tofauti na vitabu vingine vyote. Wengine walieleza mpaka koo za Yesu na nini, lakini yeye anaeleza Injili kama inaning'inia. Maana yake ni kwamba ni kama mtu anaelezea story ambayo tayari ilishazungumzwa. Yaani ni kama mimi nije hapa nianze kukueleza tu, jamani wamekufa watu wawili. Yaani ni damu imemwagika hapo hapo. Sina nini, utaniona ni mwenda wazimu. Lakini nikianza kukueleza kwamba kuna mtu amegongwa na gari sehemu fulani hivi na hivi, utaanza kuelewa na maanisha nini. Kwa hiyo Yohana anachukua peji anaandika, hapo mwanzo kulikuwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini mbona haonekani? Ni ghafla tunaanza kutueleza hapo mwanzo kulikuwa neno. Maana yake nini? Ni kama kitu kisichoeleweka. Kumbe anatoa majibu ya kutoa majibu kwa wale watu wanaosema Yesu ilikuwa ni roho tu. Anawaambia hapana. Alikuwa Mungu. Na huyo Mungu akakaa kwetu. Nasi tukaona, maana mimi nilikuwa na gamba kifuani pake. Ni nami nikaona ya kwamba ni Mungu. Akakaa kwetu tukakaa naye. Baadaye huyo neno alichukua mwili, alieleza mpaka namna ya kuchukua mwili wake. Walipoishi naye. Baada hapo akaondoka akachukua katika utukufu wake. Akaanza kufafanua juu ya uungu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anatoa majibu huyo Yohana. Lakini bado ikawa haitoshi. Baada ya kupitia kwenye matatizo magumu, maana wengine wote walishauliwa. Na yeye ndo anapita kwenye tatizo hilo. Baada ya kujaribu majaribio mengi ya kumuua ikashindikana. Walipomweka kwenye pipa la mafuta ilishindikana. Walipompa sumu kali yale ikashindikana. Kila alichofanya wakashindwa kumuua Yohana. Wakaenda kumtupa kwenye kisiwa cha Patmo, na ndipo kile kisiwa nikiwa kibaya sana kwa sababu ukienda kule huwezi kutoka tena. Ni kama hapa Zanzibar vile ilivyo. Alafu mtu katupwe Zanzibar, huwezi kuja kwenye raia walivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni msitu poli, kuna wanyama, ni ukienda kule ni kifo. Kwa hiyo anatupwa kwenye kisiwa cha Patmo, ndipo anapoona Yesu anakuja katika utukufu wake kama ilivyowahi. Ndipo anampa kuandika hii kitabu cha Ufunuo kwa namna hiyo. Lakini baada ya hapo anatoka Yohana anapelekwa katika sehemu nyingine ambayo ni mji wa Efeso. Wangawa na theolojia wanajaribu kusema kwamba inawezekana alitwaliwa na Roho Mtakatifu. Wengine wanasema inawezekana alichukuliwa na jahazi kuja kuokolewa. Kwa hiyo alikwenda kukaa kule Efeso sasa Yohana, ndipo anaandika nyaraka hizi. Na kule nako akakuta tatizo hilo ambalo ameendelea kulisaidia. Akakuta kuna tatizo baya zaidi katika kanisa limeshaingia. Na Yohana sasa anaandika nyaraka hizi akiwa anawaandikia makanisa mengi yalikuwa katika eneo la Asia. Sasa na makanisa haya yalikuwa na desturi zinazofanana, yaani matatizo yanayofanana. Maana upupu umeshaenezwa kila sehemu. Na moja ya jambo ambalo walikuwa wamekuja nao watu walikuwa ni wabaya sana. Kulikuwa na watu walikuwa kanisani kama hivi unavyoona. Tupo hapa na wote tuko pamoja kanisani. Lakini kuna wengine wakatoka kwenye kanisa. Walipotoka kwenye kanisa sasa hawataki kuwa mmoja wa washirika. Wakaeleza vitu vibaya sana kwenye kanisa, wakachafua kanisa likaharibika. Kwa hiyo moja ya jambo ambalo walikuwa wamenieleza, walisema Yesu sio Kristo. Walimkataa Yesu. Walikataa nafsi ya Bwana. Ndio maana Yohana anaandika anasema roho yoyote isiyokiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu haitokani na Mungu.